Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii leo nchini Tanzania. Baada ya maandamano ya muda mrefu, hatimaye rais mstaafu Jakaya Kikwete ajitokeza hadharani na kuzungumza kwa mara ya kwanza mbele ya Watanzania. Rais mstaafu Kikwete alibaki kimya tangu uchaguzi ufanyike, huku Watanzania wakisubiri kusikia matamshi yake kuhusu suala la maandamano na uchaguzi uliofanyika. Hatimaye leo ripoti mpya zimeibuka kutoka kwa Kikwete. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani. Rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete hatimaye amevunja ukimya baada ya wiki kadhaa za kutoonekana na wiki kadhaa za mvutano na maandamano pamoja na ghasia za sintofahamu ya kisiasa kufuatia uchaguzi wa Tanzania wenye utata na maandamano yanayoendelea. Jakaya Kikwete ambaye hakuonekana hadharani tangu kura hiyo ya Oktoba tarehe 29 amejitokeza hadharani kwa mara ya kwanza jana, jambo lililozua mjadala mkubwa na minong'ono kuhusu msimamo wake kuhusu mgogoro huo unaozidi kushika kasi nchini Tanzania. Kuibuka kwa Jakaya Kikwete tena kunaashiria mabadiliko katika chaguzi na maandamano ya Tanzania ambayo yametikisa nchi kwa wiki kadhaa na kuvuta hisia kali za kikanda na kimataifa. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, wa Tanzania wameingia mitaani wakitaka haki na uwazi utendeke kufuatia kile ambacho wengi wanakieleza kuwa uchaguzi uliogubikwa na udanganyifu. Wakati maandamano yakienea katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, Mwanza na Arusha, ukimya wa watu mashuhuri kama Jakaya Kikwete wa kitaifa kama vile huyu rais mstaafu Kikwete umekuwa mada kuu ya umma na kutia wasiwasi. Wananchi walihoji ni kwa nini mwanasiasa maarufu anayejulikana kwa haiba yake na uongozi wa kidiplomasia wa haki alichagua kutozungumza wakati wa moja nyakati zenye msukosuko katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Ukimya wake wakati ambapo nchi ilikabiliwa na mvutano unaozidi kuongezeka uliashiria kwa wengi kuongezeka kwa hali ya kutounganishwa kati ya viongozi wa zamani na mateso ya raia wa kawaida. Ripoti zinaonyesha kuwa waandamanaji katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania waliokasirishwa na kile walichokiita ushiriki wa wasomi awali katika uchakachuaji wa uchaguzi hivi majuzi waligeuza hasira zao kuelekea mali zinazohusishwa na watu mashuhuri. Wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania Oktoba tarehe 29, waandamanaji wenye hasira walishambulia na kuchoma lori la mafuta la Lake Oil, kampuni wanayodai kuhusishwa na Kikwete na familia yake. Shambulio hilo lilielezwa na mashahidi kuwa ni kitendo cha hasira na kukata tamaa dhidi ya kile walichokiona kuwa ni ukimya wa watu wenye nguvu katika kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Siku iliyofuata, mnamo Oktoba tarehe 30, machafuko mapya yaliendelea huku waandamanaji wakilenga mali nyingine inayoaminika kuhusishwa na rais huyo wa zamani Kikwete, ambacho ni kituo cha mafuta kinachomilikiwa na kampuni ya Lake Oil jijini Dar es Salaam, ambapo wanaamini kwamba inahusishwa na familia ya Kikwete. Hivyo walikivamia na kuchomwa moto na umati wa watu waliokuwa wakiimba nyimbo za kupinga serikali ya CCM. Tukio hili lilisisitiza zaidi kufadhaika kwa Watanzania waliohisi kutelekezwa wakati wa uchaguzi na maandamano ya nchi. Mashambulizi hayo, ingawa yalilaaniwa sana, yalionyesha hasira inayoongezeka miongoni mwa watu kuelekea kile wanachokiona kama ushawishi usiozuiliwa wa wasomi wa kisiasa na wa kibiashara wanaohusishwa na chama tawala cha CCM. Licha ya maonyo ya serikali na uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama dhidi ya kuchomwa kwa mali za watu mashuhuri, maandamano hayo yaliendelea katika mikoa kadhaa. Chaguzi na maandamano ya Tanzania yamekuwa na ripoti za vurugu, huku Kikwete akiweza kubaki kimya wakati huo. Kukamatwa kiolela pia kulishuhudiwa na udhibiti wa waandishi wa habari na wanaharakati pia ulishuhudiwa. Uamuzi wa serikali hii ya CCM akiwemo Kikwete wa kuweka na kuzima mtandao kwa muda pamoja na vizuizi vya utangazaji wa vyombo vya habari umechochea kutoaminiana zaidi kati ya raia wanaodai kuwa mamlaka inaficha kiwango cha kweli cha machafuko na majeruhi. Katika hali hii ya sintofahamu, kujitokeza kwa Kikwete katika sherehe za kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan jana kulikuwa na ishara kubwa. Rais huyo mstaafu ambaye alihudumu kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015 alionekana akiwa ameketi pamoja na naibu rais wa nchi jirani ya Kenya Kithure Kindiki katika hafla rasmi mjini Dodoma. Picha hizo zilizosambazwa sana mtandaoni kama unavyotazama kwenye screen yako zilimuonyesha Kikwete akitabasamu na kupiga makofi wakati Rais Samia Suluhu akila kiapo chake kufuatia ushindi wake wenye utata katika uchaguzi wa marudio ambao matokeo rasmi yanasema alishinda kwa 98% ya kura zote. Tabia yake
yake ya utulivu na furaha wakati huo ilizua hisia tofauti kutoka kwa umma wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania yakiwa yaliendelea. Watanzania wengi sasa hivi walikuwa wepesi kuhoji iwapo kuonekana kwa Jakaya Kikwete kuliashiria kuunga mkono matokeo ya uchaguzi au jaribio la kimya kimya la kurejesha utulivu kwa njia ya ishara. Kuhudhuria kwake kulitafsiriwa na wachambuzi kuwa ni kuonyesha umoja ndani ya chama tawala cha CCM wenye lengo la kuonesha utulivu huku kukiwa na ukosoaji mkubwa wa wananchi. Hata hivyo, kwa wafuasi wa Tanzania ambao wamekuwa mstari wa mbele katika maandamano ya Tanzania, ukimya wake kabla ya tukio hili unabakia kuwa wa kusumbua sana. Wanasema kuwa kama mtu anayeheshimika kitaifa, Kikwete alipaswa kuzungumza mapema dhidi ya madai ya dosari katika uchaguzi wa Tanzania. Wakati maandamano ya Tanzania yakiendelea kufichua mgawanyiko mkubwa ndani ya nchi, wachunguzi wa mambo ya kisiasa wanasema kujitokeza tena kwa Kikwete hadharani tangu maandamano kunaweza kuwa na maana pana zaidi. Baadhi wanaamini kuwepo kwake kunaweza kusaidia kuziba pengo linaloongezeka kati ya wafuasi wa serikali na upinzani, huku wengine wakihofia kuwa kutachochea chuki zaidi miongoni mwa wale wanaouona urithi wake kama sehemu ya uanzishwaji unaoshutumiwa kuwezesha udanganyifu katika uchaguzi. Kutokuwa na uhakika kunadhihirisha hali tete ya kisiasa iliyoachwa baada ya uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Wakati huo huo, Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwa kidete katika msimamo wake, akionya kwamba wale wanaochochea ghasia watakabiliwa na nguvu zote za sheria. Katika hotuba yake ya kwanza kufuatia maandamano hayo, alitangaza kwamba demokrasia ya Tanzania bado haijatulia na kwamba serikali haitavumilia uchafu na ujificha kama wanaharakati ambao wanasambaza uchochezi wa kuweza kuzua maandamano na fujo. Utawala wake unaendelea kutetea uaminifu wa uchaguzi huo, ukisema kuwa ulifuatiliwa na uangalizi wa kimataifa wakiwemo Umoja wa Afrika na SADC. Hata hivyo, mashirika yote mawili yametoa ripoti zinazoonyesha wasiwasi mkubwa juu ya uchaguzi na maandamano ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na vitisho na ukosefu wa uwazi. Msisitizo wa serikali kwamba hali imedhibitiwa haujamaliza hasira ya umma. Kote Tanzania, mitaa inasimulia hadithi tofauti. Vikundi vya vijana, wanafunzi na mashirika ya kiraia yanaendelea kufanya maandamano madogo lakini yanayoendelea kutaka haki ya uchaguzi na kuachiliwa kwa waandamanaji waliozuiliwa. Katika muktadha wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania, mashirika kutetea haki za binadamu yameshutumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, huku kukiwa na ripoti za risasi za moto na mabomu ya machozi na vifo. Watazamaji sasa wanaona kuwa hali ya utulivu hii ya Jakaya Kikwete wakati wa kuapishwa inaweza kuwa ni jaribio la kutoa hakikisho wakati taifa linavunjika. Hata hivyo, wengi wanasalia na mashaka wakisema kuwa ishara haitoshi kuponya taifa lililosambaratishwa na uchaguzi na maandamano yenye utata na machafuko. Wanasisitiza kwamba bila haki amani itasalia kuwa ngumu, bila kujali ni watu wangapi mashuhuri wanaonekana wakitabasamu kwenye sherehe rasmi. Mashirika ya kiraia yamewataka viongozi wa sasa na wa zamani kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa. Wanasema kuwa uchaguzi na maandamano ya Tanzania si tu kuhusu mamlaka ya kisiasa, bali kuhusu imani kati ya wananchi na serikali yao. Bila kuwajibika kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na bila mageuzi ya maana ya uchaguzi, wanaonya kwamba mzunguko wa machafuko unaweza kujirudia katika chaguzi zijazo. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu nijuze maoni yako upande wa comment section, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako.